Samia Suluhu amejificha Ikulu baada ya Boniface Mwabukusi kumwonya vibaya kuhusiana na mpango wa kumdhuru Jaji Warioba. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika enzi ya mvutano wa kisiasa Tanzania, Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba, kiongozi anayeheshimiwa kwa mchango wake ambao ni mkubwa zaidi katika utawala na sheria, amejitokeza hadharani kama mwakilishi wa upinzani dhidi ya vitisho, ukandamizaji na vitendo vya kikatili vinavyotolewa na baadhi ya vyombo vya dola. Hali hii imeibua mjadala wa kitaifa kuhusu wajibikaji wa serikali, uhuru wa vyombo vya sheria na nafasi ya haki katika utawala wa nchi. Kupitia taarifa za hadharani na mitandao ya kijamii, Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa Tanganyika Law Society na mfuasi wa haki za binadamu ameweka wazi msimamo wake wa kutetea Warioba na raia wote wanaokabiliana na ukandamizaji. Mwabukusi alisema kuwa ibada yake ni kusimama upande wa wanaoonewa, kupiga kelele, kukemea, kulaani na kuhamasisha kufumuliwa kwa mfumo kandamizi wa kitaasisi, kikatiba na kisiberia. Tanzania imeingia kwenye wimbi la mvutano kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, ambapo matokeo yaliibua pingamizi kubwa kutoka kwa vyama pinzani na mashirika ya kimataifa. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi wa 97% ya kura yote iliyopigwa, matokeo yaliyoashiria uhuru mdogo wa mchakato wa uchaguzi. Umoja wa Ulaya ama ukipenda EU na Umoja wa Afrika AU waliripoti ukosefu wa uwazi na hofu ya vurugu. Wakati maandamano ya kupinga matokeo haya, vyombo vya usalama vilitumia nguvu kubwa, ikiwemo gesi ya mbali, risasi zisizo na madhara na kuzuia mawasiliano ya mtandao. Human Rights Watch ilibaini kuwa hatua hizi zilivunja haki za msingi za kiraia na kulazimisha kuibuka kwa ukandamizaji wa kimya kimya. Jaji Warioba, licha ya umri wake mkubwa, alijitokeza hadharani kutetea uhuru wa vyombo vya sheria na haki za wananchi. Kwenye mahojiano na The Citizen, Warioba alisisitiza umuhimu wa kuepuka kutumia nguvu dhidi ya wapinzani kisiasa na kuboresha mazungumzo ya kidemokrasia. Historia ya Warioba inaonyesha mchango mkubwa katika utawala wa sheria. Alihudumu kama waziri mkuu mwaka 1985 hadi mwaka 1990, makamu wa kwanza wa rais, mwanasheria mkuu wa serikali na jaji wa mahakama ya kimataifa ya sheria ya bahari. Aidha, aliongoza tume ya mapito ya katiba mwaka 2012 hadi mwaka 2015 iliyokusanya maoni ya wananchi kwa ajili ya rasimu ya katiba mpya, ingawa katiba hiyo haikupitishwa kutokana na ukosefu wa maridhiano ya kisiasa. Na katika hali ya sasa, Warioba ameibua mjadala wa kitaifa kuhusu uhuru wa maamuzi ya kisheria na uwezekano wa kudumisha kwa mamlaka yasiyo ya kidemokrasia. Hali imejitokeza kama kielelezo cha kile mashirika ya kimataifa yanachoeleza kama ukandamizaji wa kimya kimya katika nchi zinazopitia mabadiliko ya kisiasa. Rais wa TLS amekamilisha jukumu la kisheria la kisiasa kwa kushirikiana na Warioba na kutetea haki za raia. TLS imekuwa mstari wa mbele kuhamasisha uchunguzi wa matukio ya kufichwa kwa rais na kutekwa kwa raia na kutekwa, na kutoa wito kwa serikali kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya kikatili. Mwabukusi amesisitiza kwamba jukumu la kila mwanasheria ni kushirikiana na jamii kuhakikisha haki na uwajibikaji vinatimizwa. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa kama Warioba wanapata heshima, usalama na msaada unaohitajika katika juhudi za kutetea demokrasia. Wachambuzi wa kisiasa na watafiti wa haki za binadamu wanasema kwamba sakata la Warioba ni kielelezo cha changamoto kubwa za kidemokrasia Tanzania. Na je, serikali itaharakisha mchakato wa kutetea haki za binadamu au itaendelea kutumia nguvu dhidi ya wapinzani na raia? Hoja ya Warioba na Mwabukusi inasisitiza kuwa hakuna amani bila uhuru wa vyombo vya sheria na hakuna maendeleo bila uwajibikaji wa viongozi.
Mchango wa viongozi wa kisheria na wanaharakati wa haki ni muhimu kwa sababu unalinda misingi ya utawala wa sheria, uhuru wa kujieleza na amani ya taifa. Na Tanzania, kama ilivyo kwa nchi nyingi zinazopitia mageuzi ya kisiasa, inahitaji mfumo unaowezesha mashauriano kati ya serikali na wapinzani sambamba na kuimarisha uwajibikaji na uwazi. Kutoka enzi za uongozi wake kama waziri mkuu na jaji, Warioba amekuwa kielelezo cha uadilifu na uwajibikaji. Aliwezesha mageuzi ya kikatiba na kulinda uhuru wa vyombo vya sheria. Historia yake inaonyesha kwamba ushirikiano wa kitaasisi na wananchi ni muhimu katika kuhakikisha serikali inafuata misingi ya kikatiba. Mashirika kama Amnesty International, LHRC yameeleza kuwa sakata la Warioba ni mfano wa kuangalia jinsi mfumo wa kisiasa unavyoweza kudhibiti au kulinda raia wake, na kila hatua ya serikali katika kesi hii inachambua mizizi ya demokrasia na uhuru wa kiraia. Na sakata la Warioba na ushiriki wa Mwabukusi linatupa funzo muhimu kwamba demokrasia haiwezi kupimwa na matokeo ya uchaguzi pekee. Ni lazima pia ipimwe kwa uwepo wa mifumo inayolinda haki za msingi za binadamu, uhuru wa vyombo vya sheria na uwajibikaji wa viongozi. Na kwa Tanzania hili ni mtihani kwa kweli kwa mustakabali wa utawala wa sheria na heshima kwa raia. Uchunguzi huu unaonyesha kuwa ushirikiano wa kitaasisi na wananchi pamoja na viongozi wenye maadili thabiti kama Warioba na wanaharakati wa haki kama vile Mwabukusi ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kwenye njia ya maendeleo, ustawi na heshima kwa kila Mtanganyika. Na hii si tu sera ya kisiasa, ni msingi wa hadhi ya mwanadamu na utulivu wa taifa. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare.